nchi tofauti tu zinazidi kuibuliwa. Hivi sasa ni ruhusu nitakuwa na kupeleka moja kwa moja hadi bustani ya Jivanjee hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Mwanahabari mwenza Francis Ontuoma atakuwa anatukunjulia yale tunayohitaji kujua kuhusu kilio cha mwananchi. Je, kinasikika? Basi sina la ziada, mimi upande wangu hapa nikifungasha virago, nimekuwa kwako jina Milia Kisienya. Ontuoma, kwako. Shukran sana mwenzangu Milia, na tuko katika eneo hili la bustani ya Jivanjee. Aglabu wanasema kuwa unapotaka kusikia sauti halisi ya mwananchi ama sauti ya taifa la Kenya ni nini ambacho kinaendelea haswa, basi huna budi kufika eneo hili la Jivanjee ambapo kikawaida kuna mabunge ya wananchi ambayo huwa eneo hili kushughulikia tu masuala tofauti ambayo yanahusiana na taifa. Na leo hii ninasimama katika siku ya kihistoria ambapo taifa la Kenya litakuwa linawasilisha mswada ama makadirio ya bajeti ambayo ni kubwa zaidi kuwahi kuonekana katika taifa la Kenya. Tunazungumzia makadirio ya bajeti ambayo yanafikia trilioni 4.8, kumaanisha kuwa hakujai kuona bajeti nyingine kubwa zaidi ya hii. Mwaka uliopita ilikuwa ni trilioni 4.2. Na sitataka kuandika na mate, ilhali kuna wenzangu hapa, nimezungukwa na wananchi kochokocho ambao wanataka kuzungumza na kutoa maoni yao kuhusiana na hisia zao za bajeti hii. Utazingatia kuwa unapozungumza haya yote kiini ama yote 9 yanaishia kuwa bajeti hii inatengenezwa kwa minajili ya mwananchi, na ndio maana wananchi wanahusika au wanataka kutoa sauti zao moja kwa moja. Kuna wenzangu hapa ambao wamejitokeza kwa wingi hapa, ni vigogo wa bunge la mwananchi hapa Jivanjee ambao nitakuwa ninazungumza nao moja kwa moja. Tuko moja kwa moja KTN, na tunashukuru sana kwa muda wako. Bajeti ni kwa sababu ya mwananchi. Sijui kama bajeti hii unaweza sema kuwa ni bajeti ya mwananchi? Asante sana watu wa KTN kwa kunipatia fursa hii. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ronald Ngala Onyango. Hakika Wakenya tulikuwa tunasubiri kwa hii bajeti ambayo inasomwa mwaka wa 2006, 2007. Tulikuwa tunatarajia matumizi ya bajeti hii iweze kushuka chini. Kulingana na sisi wananchi wa Kenya, vile tunavyoona hii bajeti ni kama haihusishi mwananchi wa kawaida. Tunaona inawafeva wale mabwenyenye, wale matajiri ndio wamejiweka hii bajeti ambayo iende kuwasaidia, lakini mwananchi wa kawaida ambaye ndio mtu wa chini kabisa ambaye anahusisha na hizi bajeti, hakuna kitu chochote ambayo tumeona kwa hii bajeti inaenda kutusaidia. Kulingana na ile sekta ya agriculture, tulikuwa tunafikiria vitu zitashuka ndio wakulima kuweza kununua mbolea na wajimudu, because sasa hivi wakulima wanatumia ukulima iwe biashara yao. Tumeona sekta ya mafuta, serikali hii imeongeza maradufu, hata kukuja mjini imekuwa ni gharama. Tunaomba hii serikali ambaye ni ya William Samoei Ruto iweze kuangalia mwananchi wa kawaida, kwa sababu yeye wakati alikuwa anaomba kura kwa sisi wananchi alituambia tutakuwa na pesa mfukoni. Lakini nikukatize kidogo, wanasema kuwa wandani wa serikali wanasema kuwa uchumi unanawiri. Sijui wewe unaposema hivi unamaanisha nini? Hakika kusema ukweli, uchumi wa Kenya kwa sasa hivi hakuna mahali uchumi imenawiri. Ukiangalia vitu mingi, unga tulikuwa tunanunua 120, sasa tunanunua unga 160. Kulingana budget ya saa hii, mtu mwenye anapata mshahara 20,000, 30,000, huyu mtu anaumia, si mtu ambaye anastahili kukaa katika jimbo la Nairobi kwa sasa hivi. Asante sana. Wacha tuzungumze na tusikie maoni ya Mkenya mwingine. Tueleze jina lako, tuambie ukiangalia bajeti hii ni yako mwananchi, wewe kwako nyumbani ni sekta gani ambayo inakuumiza zaidi? Kwa majina, kwanza naitwa Calvin Songa, National Coordinator wa bunge la wananchi. Kwa maoni yangu binafsi, mimi naona kwa bajeti hii imefinya mwananchi wa chini. Kwa nini nasema hivyo? Nikiangalia mwananchi wa chini, yeye sana nguvu yake inakuanga kwa sekta ya afya, sekta ya kilimo na sekta ya elimu. Ukiangalia kama bajeti hii mwenye CS baada anaenda kusema katika jimbo la mawabunge pale, hiyo sekta mimi naona kama hii bajeti wale watu kwa lugha kimbo tunasema those people are just benefiting of this budget. Ni wale watu tunasema wana cartels. Why am I saying that?
Kwa nini mimi nasema hivyo? Ukifikiria saizi kama kuwa, ukiangalia kama bajeti unasema uchumi ni bora. Ukiangalia katika hii paki ya Jivanji, utaangalia ni watu wengi sana wamelala hapa. Kwa nini? Wanamsonga mawazo, wengi wetu ni wazazi, wanashindwa sare ya shule mtoto wangu atapataje? Unapata nauli. Mtu kama anapata kazi ya kwenda industrial for example, ana nauli ya kufika industrial. Kwa nini tunasema hivyo? Kama bajeti inafaa the common mwananchi, hatufai tulie. Sisi wenyewe utasikia wananchi wanasema bajeti iko sawa, lakini bajeti haiko sawa. Ukiangalia for example tena sema katika majengo ya State House, unapata faina katika bajeti wameallocate 17 billion. For what purpose? Na ukiangalia sekta ya afya inazoroteka. Ukiangalia ukienda kwa hizo hospitalini, mama zetu wanahangaika. Bila shaka tunashukuru sana. Ni hisia nzito sana ambazo kiongozi huyu wa bunge la mwananchi anatupatia. Labda tena tumsikize mwenzako pia kidogo. Serikali sana sana hutegemea kutoza ushuru ili kufanikisha malengo yake. Sijui kama ushuru ambao unatozwa wewe kama Mkenya unahisi kuwa unatumika barabara? Actually ni swali mzuri sana. Kwa jina naitwa Mark na mimi ndo speaker wa bunge la mwananchi. Kwa matumizi ndo shida inatokea. Wakenya hawana shida ya kulipa ushuru, by the way, hawana shida, but wana shida ya vile hiyo pesa inatumika kuwapatia service. Hapo ndo place problem kubwa iko, kwamba hii serikali ndo serikali since independence wamehandle budget kubwa sana yenye shai kuhandoliwa, budget ya 4 trillion shillings. Na kwa hiyo budget ya 4 trillion shillings huwezi niambia kwamba serikali wameshindwa kukua ile inaitwanga innovation ya kucreate makazi, ya kuprovide, kuensure kwamba education inakuwa affordable na available to wanafunzi wote, kwamba health sector inaweza provide the right services kwa wananchi, kwamba manufacturing na industry yetu inaendelea. But utaona hiyo matumizi ya pesa inaenda kwa starehe sana ya viongozi. Moja ya ahadi kuu ambayo Rais William Ruto aliingia nayo ofisini ni kuwa alisema kuwa atamaliza ufisadi. Unahisi kuwa ufisadi umezibwa hapa nchini Kenya? Mimi ndasema kwamba ofisi yake kwamba ndio imeongoza katika ufisadi. Kwa sababu ya hii ni kwamba juzi data ilitoka kwamba matumizi ya ofisi yake ukikompea na miaka 10 ya mwenye alikuwa staafu Uhuru Muigai Kenyatta, ametumia budget ya ile ya miaka 10 ya Uhuru Muigai Kenyatta, ametumia budget ya close to 90 billion, na Uhuru Muigai Kenyatta kwa miaka 10 alitumia 90 billion. Sasa huyu amemaliza miaka 4 na ashamaliza bilioni 90, na sasa hiyo utaanza kuulizwa, unamuuliza mambo ya capitation ya shule, pesa ipatikani. Mimi greatest problem na William Ruto ni hajaielewa kitu inaitwa priority. Pesa inaenda kwa wastage. Mimi huwezi niambia kwamba ikifika kwa kuprovide ensure kwamba Kenyatta National Hospital imepata pesa ya kununua madawa na hizo mashini zifanye, hiyo pesa haiko. But ikifika upande yake ya kurenovate State House anatumia 17 billion. Priority kwa wapi? So problem yangu kubwa ni priority ya William Ruto. Asante sana mheshimiwa. Wacha nizungumze tena na Mkenya mwingine hapa. Tuzungumzie kuhusiana na swala la bajeti hii. Usalama umepewa kiwango kikubwa sana na vile vile elimu. Sijui katika kiwango hichi cha usalama unahisi kuwa uko salama zaidi, na vile tunaona kila wakati kuna mgao unaongezeka wa usalama. Usalama wako unaongezeka kila siku? Ni kwa majina naitwa Kiberenge. Ningependa kusema kwamba ni ukweli kwamba nimeangalia hiyo budget nikaona sekta ya usalama security imepewa 265 bilioni 265. Ile ni trilioni ni bilioni 500, zaidi ya 500. Nasema sekta ya security. Alafu ukiangalia kama sekta ya agriculture and food security imepewa 47 billion. Sasa tutaendeleaje kama Kenya, kama nchi? Kama unaweka pesa mingi, priority kubwa ni usalama security, lakini sekta ya kilimo unaipatia pesa kidogo, pesa ambayo ni kidogo sana. Usalama wetu inafaa ikuwe katika kutengeneza food security, kutengeneza kilimo, hiyo ndio kutengeneza usalama, lakini sio kuchukua pesa mingi kuweka kwa usalama na agriculture unaipatia pesa kidogo. Hiyo mimi naona priorities zetu ni wrong. Kwa jambo la mwisho nataka niseme kwamba President Ruto mwenyewe wakati alichukua uongozi alituahidi kwamba ile kitu ambayo inaitwa budget deficit, kwa sababu yeye alipata budget deficit ikiwa 700 billion, yani mwanya kwa budget 700 billion.
Ye mwenyewe akasema hiyo ni mingi sana, yeye atapunguza. Saa hizi budget deficit kwa hii budget ya saa hii ni 1.1 trillion ambayo inafaa tukope. Hiyo 1.1 trillion ambayo inafaa tukope, 87%, 985 billion tunakopa kwa local banks, na ile inabaki tunakopa nje. Hiyo ni kuumiza wa Kenya. Hatuhitaji budget ambayo tutakopa 1.1 trillion. We must live within our means. Shukran sana. Labda nisikie wa mwisho kabisa, kijana anataka kuongea sana. Tuambie wewe, usimame hapa tafadhali, kuhusiana na hii bajeti ama bajeti ambayo inasomwa hii leo, kama kijana inakuhusu kwa njia gani? Mimi kwa majina naitwa Oluoch Babu. Na kuhusu hii bajeti ambayo inasomwa leo, and to speak in English to be precise, this budget doesn't favor the grievances of the people of Kenya, because if you see the current budget is targeting 4.7 trillion, sitting in the deficit of 5.8%, up from 4.7% in the previous budget. It is something that it is not totally good to the people of Kenya. The way the budget is going to be used, it is total mediocre, because we have the setbacks of the people of Kenya should attend to. The backbone of the nation, it is agriculture. And if you see the agriculture, the allocation to agriculture is totally dwarf, and you go to the security sector being given 250 billion, it is something that is totally incoherent to the people of Kenya. Let me ask you a specific question on security. It's the second biggest imepatiwa mgao mkubwa zaidi in terms of sector. Do you feel safer now that we are ballooning that sector of that allocation for security? Now, the allocation of security, we are not feeling secure, because despite the fact that the allocation is higher than the other sectors, then we are confirming several setbacks currently in this nation, mostly in the security sector. You saw several things happening, a lot of goonism, and it is the work for the security head to executive, that is CS, the cabinet secretary, to make sure that the kind of insecurity in this nation are brought into a stable condition, so that the Kenyans would work into a conducive environment to maneuver them well. But whatever we were experiencing are total watchdogs. So I think, according to me, the finance bill is a pure mediocre. Yes. Asante sana kwa muda wako. Wananchi ni wengi tu hapa ambao wangependa kuzungumza na sisi, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kuzungumza na wote, lakini hisia ndio hizo. Hisia ni mseto. Kuna wengi ambao wanahisi kuwa bajeti hii haijamwangalia mwananchi kabisa, na ni baadhi tu ya maoni ambayo tumekuwa tukiyapata hapa katika bustani hii ya Jivanjii. Tunachukua muda mfupi wa mapumziko, lakini KTN itaendelea kupeperusha habari hizi za bajeti. Asante na shukran sana.